Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 3, kipindi hewani utapelewa riziki yetu ya kila siku. Karibu sana hapa Word Eternal Ministries, mimi ni Mbali Mbaraka Mbonaliba. Wazo ambalo tunalo kwa siku kadhaa nyuma ni kwamba tunaangalia maeneo 8 ambako fedha hujificha, na kwa siku kama 3 nyuma ambazo zimepita tunaangalia eneo la kwanza ambalo ni maarifa au elimu au fahamu. Na tunaangalia eneo hili kwa kupa mfano wa Delila na Samsoni. Kwa mfano wa Delila na Samsoni, tukasimamia mistari ya Hosea 4:6, watu wangu wameangalia kwa kukosa maarifa. Na nilikuwa nakwambia mfano wa Delila na Samsoni ya kwamba wengi tunaona kama mfano wa usaliti wa kimapenzi, lakini ukweli ni kwamba kuna maarifa yaliyokuwa yanatafuta kununuliwa na wakuu wa Filisti ambao walikuwa wameficha fedha nyingi sana. Kwa Filisti, Waamuzi 16:5, anamwambia Delila, ukitufanikishia kujua asili ya nguvu za Samsoni, jinsi tutakavyomkamata na kumtesa, kila mmoja wetu atakupa fedha 1,100. Na nikupa mistari ambayo inaonyesha kwamba lile neno kila mmoja walikuwa wakuu wa Filisti 5. Kwa hiyo fedha ambazo walipewa Delila kwa kufanikisha kupata maarifa ya kujua nguvu za Samsoni, siri yake ilikuwa ni fedha jumla 5,500. Jana nikaanza kukusemesha kwamba hii ilikuwa ni fedha nyingi sana. Unajuaje? Kwa mifano miwili. Mfano wa kwanza nilikupa jana kutoka Waamuzi sura ya 17, kwa kuona fedha ambazo Mika alipewa na mama yake zilikuwa ni fedha 1,100, sawa na fedha ambazo kila mkuu wa Filisti aliahidi kumpa Delila. Lakini kwa fedha hizo Mika angeweza kujaza vinyago kwenye nyumba za Mungu wake zaidi ya 27, na chenchi kabaki shilingi 100. Maana nyumba 27, kama kila nyumba ilitumia shilingi 200 au fedha 200, ni 5,400. Kwa shilingi 100 ingebaki. Sasa ni kuonyesha thamani ya hii shilingi 100 pia ambayo inabaki. Tuende na wazo hilo leo, uone jinsi ile fedha pia ilivyokuwa ni nyingi. Shilingi 100 ambayo imebaki tukisema tuitumie. Na nitakupa hii kwa mfano wa pili, nao sio mwingine, unapatikana hapo hapo kwenye Waamuzi sura ya 17, lakini sasa mstari wa 10 na wa 12. Waamuzi sura ya 17 mstari wa 10 wa 12, na mstari wa 10 na sura ya 18 mstari wa 4. Waamuzi 17 mstari wa 10 hadi wa 12, na sura ya 18 mstari wa 4. Unamwona Mika na Mlawi. Kuna Mlawi ambaye ni Mlawi, alikuwa ametoroka nchini kwake, anazunguka akitafuta maisha, akafika kwenye nyumba ya Mika. Hii nyumba ambayo Mika alikuwa ameweka vinyago. Na Mika akafurahia kumpata Mlawi, akamfanya kuhani. Nachotaka uone ni mshahara huyu Mlawi aliyolipwa. Mika alimwajiri kuhani kuwa mshahara, angalia, kwa fedha 10 kwa mwaka mzima. Yani mwaka mzima ofa Mlawi aliyopewa ni fedha 10 mshahara wa mwaka. Fedha 10 mshahara wa mwaka. Na huyo Mlawi akakubali kulipwa ile fedha kwa kukaa na kutumika kama Mlawi kwa Mika kwa mwaka mzima kwa fedha 10. Kwa hiyo fedha 5,500 Mika angeweza kujenga mahekalu 27, akatumia fedha 5,400, ikabaki shilingi 100. Kwa shilingi 100 iliyobaki Mika angeweza kuajiri makuhani 10 makuhani kwa mwaka mzima, wakahudumia mahekalu ya Mungu wake. Hii haikuwa fedha kidogo, ilikuwa ni fedha nyingi. Ilikuwa ni fedha nyingi sana, haikuwa fedha kidogo. Nataka uone mambo kadhaa pia hapa ya kwamba maana yake hii fedha 1,100 ingeweza kuajiri, kama tunaichukua yenyewe yote, zaidi ya makuhani 111. Makuhani 111 wangeweza kuajiriwa kwa fedha 1,100 pekee ya mkuu mmoja wa Filisti ambaye alikuwa anampa Delila. Ukichukua wakuu 5 obviously ni mara 5, ingeweza kuajiri makuhani 555 kwa mwaka mzima. Hii ilikuwa ni fedha nyingi sana. Kama alikuwa na matampo, alikuwa na nyumba ya Mungu wake, mahekalu ya Mungu wake 27 kwa mfano, ambayo tayari ameyajenga. Tukichukulia kama nchi yetu tulisema labda mikoa yote 26 ya Tanzania, akahitaji walau 26 akawaajili, angelipa tu fedha 260 kwa mwaka kwa ajili walau 26. Maana yake fedha 1,100 ingeweza kulipa miaka labda 5 Mlawi akatumika kwenye yale mahekalu. Hii ilikuwa ni fedha nyingi sana. Nataka uone mambo kadha hapa kama 3 kutokana na hii mifano miwili, kwamba kwa Delila kumsaliti Samsoni ilikuwa ni zaidi ya issue ya mapenzi, ilikuwa ni mtaji kwake. Ulikuwa ni mtoko wa kiuchumi na kuachana na umaskini. Ilikuwa ni fedha nyingi amepewa. Kwa hiyo maarifa juu ya siri ya nguvu za Samsoni, namna ya kumshika na kumtesa, ilikuwa yameficha utajiri. Tafuta maarifa, huko fedha imefichwa.
Jambo la pili, nataka uone pia kwamba wakuu wa Filisti walikuwa tayari kutoa pesa nyingi kiasi hicho kununua ufahamu huo juu ya asili ya nguvu za Samsoni na mbinu watakazotumia kushika na kumtesa, na kimsingi walifanikiwa kumtumia Delila na Delila aliwapatia. Kwa hiyo maarifa yalikuwa yananunuliwa. Nataka pia uone kwamba fedha hizo au mafanikio ya kiuchumi yamefichwa kama ninavyosema kwenye ufahamu, kwenye elimu. Tafuta elimu, tafuta ufahamu juu ya jambo fulani, au ongeza elimu au ufahamu juu ya jambo fulani. Inafungua milango ya fedha zaidi. Usiridhike na kiwango cha ufahamu ulichonacho, usiridhike na kiwango cha elimu ulichonacho. Tafuta ufahamu zaidi, umefunga fedha. Ngoja nikupe mistari ifuatayo, alafu tutamaliza leo kwa hiki kipengele cha ufahamu au elimu. Kesho nitaanza kukupa kipengele kingine. Mithali 19 mstari wa 8. Mithali 19 mstari wa 8 anasema, apataye hekima hujipenda nafsi yake. Ashikaye ufahamu atapata mema. Ashikaye ufahamu atapata mema. Mema ni mafanikio. Shika ufahamu. Mithali 23:23, inunue kweli wala usiiuze. Naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Biblia inasema inunue wala usiiuze. Kwa nini? Kwa sababu yenyewe ni mali. Kwa hakikisha unatafuta ufahamu. Sura ya 4 Mithali mstari wa 13, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Isaya 11:2, na roho ya Bwana ikakaa juu ya roho yake, roho ya hekima na ufahamu. Isaya 11:2, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa. Unaona roho hapa tatu: roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya maarifa. Zote zinakuja zinamkalia mtu. Tafuta ufahamu, tafuta elimu, tafuta maarifa, ndipo mema yatakapokujia. Mema ni baraka, mema ni kufanikiwa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27 inatuambia jambo hilo hilo, kwamba mambo yote hautahitaji kufundishwa kama ukiwa na hii nguvu ndani yako. Tafuta ufahamu, tafuta maarifa, na ndivyo utakavyofanikiwa. Mstari mingine zaidi unaweza kuwa unaifahamu. Zaburi ya 119 mstari wa 99 na 100 unasema, ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Ninao ufahamu kuliko wazee. Tafuta hekima, tafuta akili, tafuta ufahamu, liko fedha iliyoficha. Danieli 5:14, nimesikia habari zako kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba nuru na ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Danieli 6:3, basi Danieli huyu alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akazimu kumweka juu ya wafalme wote. Ndio, wewe ni bora kuliko Danieli, bora kuliko hawa watu wengine, kwa sababu umeokoka. Na kama umeokoka, roho bora zaidi ya Danieli inakaa ndani yako, maana Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Ndivyo waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 2 mstari wa 27 unavyotuambia, Roho wa Mungu anakaa ndani yako, naye anakufundisha na kukupa akili katika kila jambo. Kwa hiyo huo ufahamu ulioko ndani yako utafute kuutumia. Ongeza huo ufahamu, tafuta ufahamu juu ya maeneo mbalimbali ya maisha, ongeza akili na elimu juu ya maeneo, na hiyo itafungua milango ya fedha. Fedha imejificha kwenye ufahamu, imejificha kwenye akili, ambayo wakuu wa Wafilisti 5 pamoja na vyombo vyao hawakuweza kuiona. Delila akaiona, na alivyoiona akatajirika kwa kila mkuu wa Wafilisti kumpa fedha 1,100. Hiyo roho ikukalie na iwe kwako, kama Isaya 11:2 inavyosema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaka huu akili bora na ufahamu bora uwe ndani yako, na utumie ili ukufanikishe kiuchumi. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho tutakapokuwa tunaangalia eneo la pili ambako fedha inajificha. Amen.